watu wake, kwa sababu hawakufanya kazi kutokana na Roho Mtakatifu. Tumeitwa kila mmoja tukamwite mwingine kuokolewa. Tumeitwa kila mmoja, agizo ni la kila anayempokea Yesu. Marafiki zangu mnaokwenda kubatizwa kesho, ninamwomba Mungu awafunike na uvuli wa Roho yake juu yenu. Baada ya nyinyi kuokolewa, nendeni mkawaite wengine. Baada ya nyinyi kuletwa kwa Yesu, nendeni mkawalete wengine. Nyumbani kwetu, mimi niliitwa nikiwa mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto watano, mzee Juma akiwa ni mzee wa Kiislamu mwenye itikadi kali katika imani yake. Mama yangu ambaye ni Mary alikuwa ni Mkristo Roman Catholic mwenye itikadi kali katika imani yake. Lakini Bwana aliponiita mwaka 2005 ninabatizwa kuwa Mwadventista Msabato. Nataka niwaambie, miaka 6 baadaye, miaka ya mateso, miaka ya kufukuzwa nyumbani, miaka ya kulala kwenye madaraja, miaka ya kusaidiwa na watu, miaka ya kulelewa kwenye nyumba za watu kana kwamba ni mtoto wao, miaka ya kuondolewa kwenye familia, miaka ya kutamkiwa laana kwenye maisha. Baada ya miaka 6 Mungu alinirudisha nyumbani kwetu. Na mwaka 2011 baba yangu mzee Juma Saidi, mzee mwenye itikadi ngumu, asiyetaka kusikia kuhusu Yesu, Bwana alileta neema nyumbani kwetu. Niliondoka kwetu nikiwa na maumivu. Unafukuzwa kwenu kwa sababu ya Yesu. Unatembea na majeraha mgongoni na unapigwa siku ya kikao cha familia. Mama yako ambaye ni Mkristo, ijapo sio Msabato, unafikiri huyu ni Mkristo atanitetea, nibaki nimetoka imani ile niwe imani hii. Yule unayedhani atakutetea ndiye anayeinua hasira ya kukuadhibu. Mama yangu alichukua fimbo, na kwa sababu alinipiga sikuwa nimejiandaa. Hiki kisa sio kigeni kwa washiriki wa hapa Liruta, na ninapokishuhudia usinitafsiri kwamba pastor anajisifu. Sina lolote la kujisifu mimi, ila ninachokifahamu ni neema ya Yesu imenifanya kuwa hapa. Mama ananipiga kiboko mgongoni. Achana na viboko unavyovijua wewe. Kuna viboko vinaitwa mianzi, inaotea kando kando ya bahari au ziwa, inakuwa kama miwa, alafu inapitishwa kwenye moto, inachemshwa, inanyoka. Ndugu zako wote, ukoo mzima wote wameletwa, halafu umefungiwa ndani saa 4 usiku, huna mahali pa kwenda. Unaulizwa swali, kwa nini umeacha dini ya baba yako? Huna cha kujitetea. Nikadhani mama angenitetea, lakini mama alinipiga kiboko ambacho kilichana mgongo wangu hapa nyuma. Halafu asubuhi saa 11 unafukuzwa kwenu bila chochote. Niliondoka na mfuko mmoja wa kubebea madaftari, ile Sportman, ule mfuko, na kaptula yangu nyekundu na vesti ambayo huku ndani damu imevuja usiku kucha. Huku kote kumejaa damu. Wazazi hawakukandi hata maji kuondoa maumivu. Unaondoka alfajiri, unakwenda kulala chini ya daraja. Mateso, lakini yenye utii wa kula mema ya nchi. Baada ya miaka 6 Mungu ananirudisha nyumbani kwetu. Ninarudi nyumbani sio kama nilivyoondoka, mwenye huzuni. Matokeo yake, wa kwanza kumwamini Yesu katika familia yetu baada ya miaka 6 ni baba yangu mzazi aliyenifukuza kutoka kwake. Baba anapoingia, namwambia mzee, hutasikia familia yako nimeiambia chochote. Shughulika na watoto wako na mke wako. Watoto wako na mke wako wakipotea, utajua mwenyewe mbele za Mungu. Kwa mara ya kwanza nilimwona mzee Juma akilia kama mtoto. Kumbe lile chozi lilikuwa linakwenda kuzaa familia ya Kiadventista katika familia yetu. Alimshughulikia mke wake kumshuhudia, na Mungu alimjalia yule mzee kushika Biblia
karibia yote kwa muda mfupi. Ndani ya mwaka mmoja kabla mama yangu hajafariki mwaka 2012, mama yangu aliamini kutoka kuwa Mkatoliki mwenye msimamo mgumu akawa Mwadventista msabato. Anaamini mama, ndugu zangu wanne wote wadogo zangu hadi leo tunavyoongea hivi ni Waadventista wa Sabato. Mungu amekuita unayekwenda kubatizwa kesho. Hakukuita kwenye hili kanisa kuja kukaa, na hili ndilo kanisa halisi la Mungu, na hili ndilo lenye agizo. Ndugu zangu washiriki, hatimaye kanisa la Mungu linaunganishwa katika umoja wa sauti moja, wa imani moja, wa lengo moja. Na kwa sababu hiyo 2027 kuanzia mwezi Disemba, Waadventista wa Sabato wote duniani, zaidi ya Waadventista milioni 24, Waadventista wa Sabato wote duniani, tutakuwa tunaimba kitu kimoja kinachoitwa One Voice 27 Mission for All. Maana yake ni nini? Tangu mwaka 1863 Seventh Day Adventist Church haijawahi kufanya public evangelism ya waumini wote kwa wakati mmoja duniani tangu mwaka 1863. 2027 Waadventista wa Sabato wote duniani wanakwenda kuzungumza lugha moja. Wanakwenda kuambia watu mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Tunaposema One Voice Mission for All 27, hii 27 ina maana gani? Kitabu cha Danieli sura ya 9 unakifahamu. Unabii ule wa majuma unaotajwa, unakuja ukifuatilia, unakutana na mwaka wa 27. Mwaka wa 27 ni mwaka wa Yesu kubatizwa katika mto Yordan. Tangu mwaka wa 27 hadi 2027, miaka 2000 ya Yesu Kristo kubatizwa. Nini tunachokwenda kufanya? Hatuendi kufanya sherehe ya kusherekea kubatizwa kwa Yesu. Tunachokwenda kukifanya Septemba 27 mwaka 2027, Waadventista wa Sabato wote wanakwenda kushare ujumbe unaoitwa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa hiyo One Voice ama sauti moja 27, hii ni ujumbe wa hamasa ndani ya kanisa ya kuwaita washiriki wote, twendeni 2027, twendeni tukaongee sauti moja. Sauti tunayokwenda kuongea ni hii: Yesu anakuja. Watu waliokata tamaa waleteni wabatizwe, maana mambo yote mapya tunayoyangojea Yesu anapokuja yanaanzia hapa. Yanaanzia hapa wapi? Pale mtu anapompokea Yesu, mambo yote mapya yanaanza kutengenezwa maishani mwake. Kule kwetu Tanzania moto umewaka kila mahali. Kila mahali kumewaka. Na ndani ya mwaka huu kila mahali Tanzania wito ni mmoja tu: mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Na tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka huu, Waadventista wa Sabato wote zaidi ya milioni 6 walio katika division ya East Central Africa Division katika nchi 12, tarehe 5 ya mwezi wa 9, Waadventista wa Sabato wote, makanisa yote watakuwa na ajenda moja tu siku ya Sabato. Siku hiyo ni moja tu. Tutakuja makanisani kwetu, tunafanya kazi moja. Tunakwenda kuzindua mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Tunazindua hicho. Tunafanyeje? Tutaingia kwenye simu zetu tukiwa na smartphone. Wale wenye akaunti Instagram, wenye akaunti Facebook, wenye akaunti kwenye WhatsApp, watafungua kwenye WhatsApp zao, watafungua kwenye Instagram yao, halafu watapata hashtag ambayo imekuwa ikitumwa na division yetu kila siku.
Leo zimebaki siku 16 ili kuiendea mambo yote mapya kuzinduliwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa tutakachofanya kule kwetu Tanzania, semina zimefanyika, wakuu wa huduma, wakuu wa idara mawasiliano, washiriki wote wamefundishwa. Ikifika tarehe 5 saa 6 mchana, ibada inapoanza au saa 5:30, washiriki wote watawasha mitandao yao. Halafu kama itahesabiwa 1, 2, 3, watakuwa wameshika, kama ni kwenye Instagram wameshika, wametag neno, wameandika neno mambo yote mapya, halafu wameweka hashtag ambayo wameweka huku na huku. Halafu tutakaposema 1, 2, 3, tutaachia pamoja, tutasendi zile meseji ambapo zina neno moja linalosema hatimaye mambo, lina maneno mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Focus ya kanisa ni nini? Tunatamani tarehe 5 ya mwezi wa 9 tufikie watu bilioni 3 kwa wakati mmoja. Watu wasome kwenye Instagram, General Conference, kanisa lake Mungu, division yetu pendwa ya East Central Africa Division, na union yako na kanisa lako mahalia. Ndugu zangu wapenzi, wito huu sio kwa ajili ya makanisa kadhaa. Wito huu ni kwa ajili ya makanisa yote ya Waadventista wa Sabato. Tunatamani kuambia watu wanaoteseka, wanaosetwa na magonjwa, hatimaye mambo yote yatakuwa mapya, ila tumaini lao litaanzia hapa. Wangapi wanasema, Pastor, kama Mungu atanipa kufika tarehe 5 ya mwezi wa 9 kabla ya tarehe 27 mwakani, tutakapozindua tarehe 5, safari inayobaki inayofuata kule kwetu Tanzania, kuanzia tarehe 6 washiriki wote wataondoka makanisani mwao, watakwenda kusimama kona kuhubiri. Wito utakuwa ni kila mshiriki atahubiri, kila mshiriki alete roho moja kwa Yesu. Hatufanyi hivi kutimiza malengo ya idadi ya washiriki, tunafanya hivi kuwafikia walioko gizani, ili tuwe na taji katika ufalme wa mbinguni. Unasema, Mungu anisaidie nami Bwana niweke niende nikalete mtu mmoja. Kama ni tumaini lako, nyosha mkono wako juu. Bwana akubariki sana. Najua ndugu zangu mnaokwenda kubatizwa mko hapa. Kesho ni siku ya ubatizo, na kwa kuwa muda wetu umekwenda, wala ambao wanakwenda kubatizwa, shusha tu rafiki mkono wako, nimeuona. Wale wanaokwenda kubatizwa, kesho ni siku ya ubatizo, na kwa sababu kesho ni siku ya ubatizo, leo hii wazee wetu watatuambia tunakwenda kuonana wapi kwa muda mfupi, kupeana maelekezo ya nini utakachokifanya kesho. Ninarudia tena kauli yangu niliyoanza nayo kwenu wabatizwa. Ninamwomba Mungu awafunike na uvuli wa Roho Mtakatifu. Baada ya kubatizwa, kamlete mtu mmoja kwa Yesu ili amfahamu Yesu anayeokoa. Wale ambao umejitoa na wale ambao mnajitoa leo, ndugu zangu wapendwa, huenda kambi hili ni la mwisho kwa mtu fulani. Mimi simjui. Kambi hili kuna watu hamtokutana nao kambi linalokuja. Kambi hili kuna watu hamtokutana nao kambi linalokuja. Mwaka huu ulikuwa wangu na wako, tumepewa neema. Mwaka huu usiishe bila kumpa Yesu maisha yako. Na kwa sababu hiyo sasa tunapokwenda kuomba, wale ambao moyo wao umempa Yesu maisha yao, wengine jana wakuwepo ila wamejitoa kwenda kubatizwa. Leo hatuna ibada mchana hapa zaidi ya kurudi kufungua Sabato. Wale ambao wametoa maisha yao na wanakwenda kubatizwa, kuna kundi kubwa la watoto wa Mungu wanaokwenda kubatizwa kesho. Niwaombe mtembee, kama mmeketi msimame. Tunawaomba mje mkae kwenye hivi viti hapa mbele. Na mimi hata sitaki nitumie muda mrefu sana kwa kuita, kwa sababu ni moyo wako ndio uliochagua kumpa Yesu maisha yako. Najua umechoka na ndio maana umekaa. Ila nilikwambia usimame. Wale ambao wanakwenda kubatizwa,
Njooni marafiki, mje hapa. Watakapofika tu hawa wanaokwenda kubatizwa, tutaomba na kuondoka. Tunawasubiri wale wanaokwenda kubatizwa. Umekuja leo rafiki yangu wa Kinanda, usipige ala sasa. Makambi yetu ndio yanaisha leo hii. Kesho ni ibada ya kuhitimisha na kuagana. Tembea, njoo rafiki yangu. Kama ni rafiki yako ulimleta siku ile, msindikize aje hapa. Mungu akubariki. Mungu akubariki rafiki yangu. Njoo. Mungu akubariki. Kama ni rafiki yako anasema naomba nisindikize, mshike mkono uje naye hapa. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana marafiki zangu. Tembeeni, njoo. Mungu akubariki. Inawezekana jana hukuwepo, kwa hivyo hata wito ulipokuwa umeitwa jana hukujua, lakini leo umekuja na Roho wa Bwana amezungumza nawe na umeamua mwenyewe kumpokea Yesu kuwa Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Tembea, njoo. Mungu akubariki rafiki yangu. Tembea, njoo. Kama anakuambia nipishe niende, sogea tu pembeni ili aje. Tembea, njoo kama upo. Nifanyeje Baba sasa hivi, naamini Yesu alikufa, damu yake nitoke dhambini. Tembea, njoo. Imba tu, imba. Hatuna hubiri jingine, hatuna ibada ya saa 11 leo. Ibada hii ndio ibada yetu ya mwisho katika makambi, katika zile siku 7, na kesho ikiwa ni siku ya mwisho inayotajwa kuwa ni siku ya 8. Kesho ni ibada ya kusanyiko takatifu, kuabudu na kuagana. Njoo leo. Kama ni rafiki yako anakuambia nisindikize, mshike mkono, njoo naye. Mshike mkono, njoo naye. Tunataka kwenda kuomba. Kama yupo njoo. Kama upo njoo. Baba, hata kama tungelinyamaza, mawe yangebaki kuwa mashahidi katika mikutano hii. Mimi mwenye dhambi na ndugu zangu wachungaji tuliokuwa tumepewa zamu ya juma hili, tumefanya sehemu ndogo ya kile ulichoamua tufanye. Ikiwa ni kwa machozi au kwa kuita kwa upendo, tumejaribu kusihi kwa nguvu yako. Asante kwa marimbuko katika kazi yako takatifu. Leo imetimia tena uliposema, nitalituma neno langu nalo neno langu halitonirudia bure. Mchungaji Mbogo, Mchungaji Ayani na wengine wote walisimama hapa kwa siku zote za makambi. Walikuwa wanajaribu kuwaelekeza watoto wako kuutazama uso wako. Watumishi hawa wamefanya kazi yako kwa uaminifu ulivyowatuma. Basi yatosha, baada hapa watume waende ngambo nyingine. Kwa kuwa kesho
na mwaka ujao ni fumbo la siri tusiyolijua. Leo ni yetu. Tunakushukuru kwa leo tena. Waimbaji wamefanya sehemu yao, walitoka mbali kwa sababu ya mikutano ya makambi, na wengine walikwenda majaoni ukawarudisha salama, ili tu waushikilie mkono wako unyenyuke juu, watu waokolewe. Watendee mema watumishi hawa na kwaya zote zilizohusika katika mikutano yetu ya makambi. Sasa ukurasa unapofungwa wa kambi la mwaka 2026 na hatimaye sabato mpya ya mwanzo wa matumaini ya mwaka mwingine, sabato ya furaha ambayo kesho itasherekewa nasi katika mikutano hii. Asante kwa wale waliotoa maisha yao. Kuna wengine wamefungwa, unawafahamu Bwana, mambo yao hayaendi, wamejitahidi sana. Wengine ni vijana, wamekuwa waraibu, wametekwa katika ulimwengu. Wanapojaribu kusogea, Ibilisi anawarudisha nyuma. Usiku huu ulioko mbele yetu, kabla usiku haujaingia, kijana mmoja afanye maamuzi kusalimisha maisha yake mikononi mwako. Sasa majina ya watu hawa waliotoa maisha yao yabaki katika kitabu chako, tunakuomba, cha ufalme wako. Na kwa sababu hiyo walinde hadi hapo watakapokwenda kubatizwa kesho, na wengine wanaoungana nao baada ya sisi kutawanyika, hao nao wakaandikishe majina yao. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Mungu Roho Mtakatifu utulinde sisi sote hata hapo tutakapokutana jioni kwa ibada ya ufunguzi wa Sabato. Bwana tulinde na kutuinua, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.